generation yetu. Kwa neema yake tena alitufikisha mwisho wa shida kushika neno yake. Bwana Mungu abariki. Amen. Bila kukawia, naweza kusoma katika neno la Mungu. Tunasoma mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Kwa mtu mmoja mwenye alikuwa na jina la Nikodemu, mkubwa wa Wayuda. Il vint lui auprès de Jésus béni et lui a dit, vous savez qu'il est un des akakuja kando kando ya Yesu usiku na kumwambia, Mwalimu, najua kwamba wewe ni mwalimu anatoka kwa Mungu. que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Kwa maana mtu hasiwezi kufanya mashara yenye kunafanya kama atoke kwa Mungu. Jésus lui répondit, Na Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis. kweli nakwambia, Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. kama mtu asizaliwe kipya hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tunaanza kuomba. Bwana Mungu wa mapendo, Mwokozi wetu, asante. Tunakuja kwako katikati ya magharibi, tunyenyekeza mioyo yetu mbele ya Mungu. Amen. Tunajua ya kwamba mwanzishi ya uzima wa milele Mungu Baba ni wewe. Na mwenye kuleta vyote Mungu Baba vinastahili ni wewe Mwokozi. Utufuashie kwa huruma katikati ya magharibi, shiba tenda dhambi na mioyo ya kuchafu na mawazo ya kuchafu na maroho yetu ya kukunjama utunyoroshe Señor. Tunahitaji wewe Mungu upate kusemezana nasi. Unitoshe mimi mwinjia Mwokozi, wewe Bwana ubebe fuashi juu ya kusemezana na taifa yako. Mwokozi wetu tunamwomba, tunakusifu na kutukuza. Tunaamini kwamba utaifanya na utaokola mamioyo na manafsi ba magonjwa utabatunza kwa jina la Bwana mkombozi Yesu tunaomba vyote. Amen. Tunaanza kuendelea. Watu waliingia kala baadaye chuma ikala. Nikodemu lui dit 4. Nikodemu akamwambia, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? namna gani mtu anaweza kuzaliwa wakati akingaliki mtu mkubwa? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake na kuzalika? Jésus répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis. kweli nakuambia, Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. kama mtu alizaliwe kwa maji na kwa roho hawezi kuingia mfalme ya Mungu. Ce qui est né de la chair, Kinye kuzaliwa kwa mwili, chair, mwili, et ce qui est né de l'esprit est esprit. na kinye kuzaliwa kwa roho ni roho. Bwana Mungu azidi kwa sauti yake. Hapa tunatoka kusoma Ambapo hakuna mtu melenga ili mbele. ni hii andiko tunatoka kusoma Mungu yelenga emutwala kuna shinde Yesu. Hatutasema juu ya kusema kuzaliwa mara ya pili hapa. Atwasosati kufyalwa chipia hiyo. Tunaweza kutungo nyingine Wabika kwa shinde ile wanaita ile itwa où est-il votre vieil homme? umuntu bwenu kwa zamani huko wapi? Ule mtu wako wa zamani Yeye wapi moyo wakali alikui. Hatutasema juu ya kuzaliwa mara ya pili. Atwasosele pa bila Lakini ndakutala tutagusa kwa kuna kwa mashinda yengi. Haleluya. Amen. Mtu wako wa zamani ndugu yangu na wewe dada yangu wewe kwa Umuntu wale wakale wale wena nkashanji alikui. tushe kwa nini? Bantu alisumina, Tulishakubatiziwa, walibachishiwa, tuko naendelea msafari. walira mu kulendo. Sasa kufikisha kutembea. Mungu kukwisha kwenda. Na tunaangalia mwenendo Mungu kaenda. tunaonesha kwenda kwa kule hapo Ni juu ya nini? Mwandu wanshi. Bali walikuwa wa kwanza wale waliaminika kwa mwanzo. Aba ilisumina kukutendeka. Benekuya sa modeli yetu. Aba alipati chimpashe tirangiro chesu kwa. Wakati wao wanaanza kuamini. Kasabena wale sumina. Bate babatiza, Wale babatisha, wale wanapokea na roho. bapokea na mpashi wa mshindi. Sasa shie leo ni nini? Noma ifuele lotinchi.
Wakati tunakuya Kaisha twice apart. tufukuzie keti kashibo wote. Tushisho taifa wote. Na hii ujumbe Mungu Aino alituma. kombele saleta. Tushipokee. Manda kwa chini. Sasa juu ya nini Roho Mtakatifu anabakia tu ya Asha na ketishi mimi. kila mtu anapasha kutuuliza. Pusha. Ni huyu mtu wa zamani Huyu muntu wakanywa. Wale hapa mtoto mkusoma Hapa twafa mkubelenga. wanasema kinye musisi. C'est qui est né de la chair. Kenye kuzaliwa kwa mwili Et chair. ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit Na est kenye esprit. kuzaliwa kukikuro ni roho. Kila mtu hapo Kila umopano alizaliwa kwa mama yake. afiru kuliba mushina bani. Hii uzima Uno bumi buno bumi ubu. Sasa hii uzima hii Nomba buno bumi buno. ni uzima ya rufu. Bumi bwa kufua. Kisha wewe kuzaliwa kwa mama yako na baba yako. Kuliba uso. Ndugu na dada yangu. Wanakashia. Unaweza kuikala Kuwa ikala au ibaki tawiba. au fanye kushaka Ufanga mutende. au chambula naye Tukabantu. au fanye taki Ufanga pone rucheti. na tumako usitaki. Na kwa kata upipa. Ukatala tu kwa nini Yesu musumina Yesu kwa mwokozi wako utapotea. Ukaniba. Tulizalikwa Walifia mwili mubili. mimi akufanye kitu Ngoba taupangile po. na jua ukatala tu kwa nini Yesu Yesu bina Yesu Kristo utapotea. ukaniba. Ndio vile sauti ya Mungu. Efecho cha kwali Sasa yeye Mungu kisha wana Yesu kisha kukusho kutukuta. mwili ya dhambi Mwili wa rubembu. ile tulibeba shie kisha Adamu na Eva Ona tunabeba shie wetu tuanza dhambi kwa rubembu. kisha kumbuka Mwisho kumbuka kupona mzambi rubembu. ni Mungu ndani ya mpango Chipo. ye moya Ineka. hakuna mtu alimweka ye moya baba mpango anaona kusema Mungu ni viungo vya dunia anapotea. Mungu alitufundisha sasa Lesa alipangira nomba map. mimi napasha kwenda kufia Ni ndio kwa kufira umuntu. huyu mtu mimi Uyu muntu nabumbile. kwa mfano yangu Pasha chandi. Mungu asikufanya kwa mfano ya mwili hapana. Ni Mungu anaweka roho yake ndani ya mtu. Kisha mtu kuamshuka, roho ya Mungu ilipasha kutoka. Sasa mwingine ile roho ya shetani ya dhambi. Toke kilifanya Mungu atengane na Mungu. Haleluya. Adamu alijikuta. Adamu alisa isanga. Adamu alianza kuita vitu vyote. Alikuti vitu vyose. Banyama, Inama, basimba. inkala. Ndio walikuwa wanafikia. Esha nishibeba alibachikusa. Na ile Nombo wobushikufye. ya kutenda dhambi. Yampango lubemu. Adamu alijikuta Adamu vitu alisa isanga vyote ne kuokoka. konzi kya pondoka. Wengine wanaweza kupima ile shimo. Nakalimu aya se shobula bushiku. Wewe simba kuya. Wankala muisapa Simba ndio. inkala muyawo. Unaweza kushangaa. Ambo kulaka Kitu kile kitu ya kitu chokuta Mimi lyonse. nishana na mikono Ya mwili. bika ne binyo mukanwa. Mimi kinaanza kunitomba Tomba chao. chao kuna pondoka. Atenda huku. Kuja yoku. Aenda kukasha. Aye Kasha kukaluka kutuka. anaona deja. Amona kale. Anasema hii ya kweli Ati kwenda hapa na harufu Ndio yake. kufanya Adamu akimbie sasa. Anatoa kusema niko mkosa. Haleluya. Ile hali ya kwanza tulizalikuwa na dhambi. Sasa kisha kuzalikuwa na dhambi, Mungu alipenda kutuma mtoto yake tuwe turudishie uzima wa milele. Haleluya. Ile uzima ya milele hakuna mtu mwingine. Kuko bantu mu dunia. Bantu kwa ukimwangalie anakushinda wewe Mkristo. Wewe Mkristo anakushinda. Ashifuta yake. Unyuma yake na bibi yake. Kwa Lord niko bien. Mimi shamini Mungu. Na nakatana na Mungu. Na shimpende. Unaona? Sasa Mungu ashika mhesabia yake kwa kusema kile kiko netufanya kuya mtoto kwa Mungu kumwaminia Yesu Kristo kuitikia ile kazi Mungu alifanya. Haleluya. Kama tunachukua pesa mbele ya ule mwenye ananishisha kanisa aliteswa sana. Tutasema tu
Yesu Kristo Yesu Kristo siku ya kufa kwake usiku wako kwa kweli walipika, bali muma walipika mkono, walifanya hivi, walifanya ndugu. Yesu Kristo Yesu aliteswa, alichula kuteswa. kuchula. Haleluya. Tusome kwa mbele sauti moja. Mbele ndio mbele limo Luka. Luc 22. Luka 22. Après, Luc 22, 39. Luka 22:39. Après être sorti, Kisha kutoka il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. akakwenda kufuatana na desturi yake kumlima ya Zeituni. Ses disciples le suivirent. Wanafunzi wake wakamfuata. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, Wakati walifika kwa ile fuashi, elle dit, akawaambia, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. ombeni ili mshaanze kuangukia majaribu. Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Na kisha akawaacha kwa urefu kipande kifupi pale. Et s'étant mis à genoux, il pria, Na akatwanga magoti na kuomba disant, kwa kusema, Père, Baba, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ungependa kukuondosha hiki kikombe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, lakini mara mingi isikuwe mapenzi yangu mais la sienne. lakini yako. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Hasa malaika kamonekania mawingu ya kumtia nguvu. Étant en agonie, Wakati alikuya nani agoni. Akakuya saa mwenye atafuta kata huu. alikuwa mu mateso ya nguvu sana, Alimutushi ya nguvu ile mwanashikia Yesu Kristo ni mateso ya nguvu. kwa kukosa mkulu. Tusome. Vile Et ça, il priait plus instamment, na kaomba sana et sa sueur devait comme des grimauds de sang. na jasho yake ikakuwa kama vile toni ya damu. Matoni ya madamu ikaanza kutoka mwilini. Ilikuwa ni mateso ya je. Ashiyakufa, hawayapika hata mfungo. Kuomba tu. Ukupepafie. Haleluya. Sasa mwangalieni shida yenyewe wale wanaitwa kwa Naomba tuoneshe ilikuwa bali kwa kuli. juu ya yetu. Waenafie. Anajua ya kusema ilikuwa ni Pasaka moja ni nguvu Pasaka sana. moja Kwa hiyo Pasaka yake ya mwisho kwenda kwa kukelesha pesoni. haleluya. Hii tuko nasoma. Tunakubebelenga hapa. Nikisha Pasaka. Kuishe Pasaka. Ananionyesha Ale kusema bati. huku kulia tunakunywa toka mwisho ya mwezi. Baka pale mimi nitakufiana tutaenda kunywa na mwezi kumbingu. Kule na shida ya tuchungulia leo. Tende kufanya feti kule. Haleluya. Hii feti yake ya mwisho. Ilikuwa ni feti ya mateso. Ya magumu. Alianza kulia. Alianza kuomba. Kisha yeye kuomba. Alifika mzuri ya nguvu. Unaanza kutoka jasho. Ile kubambana ya damu. Haikuwa mchezo. Kama leo tumekaa kwa dada. Tukushikia tena shida ya kuamini. Shida ilimwaminia. Kwanza kushikia sema dada anafanya nani? Dada anaiba. Freda anafanya hivi. Shida ya usinzi sana. Nikusema wewe. Unapenda tena Yesu Kristo. Alulie kwa tena mateso ya pili. Tunamhesabia tunamwaminia Yesu. Nikusema tunamjustifie. Kwa ile kazi alifanya kwa msalaba. Ndio maana tunakatala tena. Tusimsulubishe mara ya pili. Sasa wakati tunakuja hapa, ni tu kuangalia ule mtu wa zamani. Wakati tulikuja kila mtu alikuwa na mtu wake. Mungu alitaka msauti yake. Mimi nitatumia moyo mpya. Tosha. Moyo ya libwe. Anipatie eko moyo ya mnofu. Kisha tanipatia moyo
ndani yenu. Haleluya. Ile moyo yokupashi ni juu tunakuishi tunakuishi sauti ya Mungu. kicheko cha kwanza Ni juu tuanze kuishi sauti ya Mungu. kicheko cha kwanza Sababu kwa hivi ile moyo uyokupashi Mungu anaitosha ule mtu wa zamani. Haleluya. Tuna mtu wa zamani. mtu wakati Kile kinafundisha leo. Kisha mtu kwa nini? kisha mtu kusubira Leo mtu anaamini leo mtu asubira kati na shule après kisha meko siku ine fulani anakuja kwa kila nikala. kwa ashara kike firaha hizi. Haleluya. Sasa kile kinafundisha Icha lenga ni kitu gani? kintu shi Ulibatiziwa. walibatishiwa. Tunasoma mu Matendo 2:38. 37:38. Anasema Basota kisha kushikia sauti ya Mungu. ukupuisha Kisha Petero kuhubiri. ukupuisha Petro kushimikira. Bantu walikusa Abantu mu roho yao. yao mitima yao. Haleluya. Amen. Kisha wewe kuguswa mu Ukupuisha roho. kukumishiwa mutima. Haleluya. Amen. Babiloma tufanye nini? Baipusha tuwala safinji. Anasema mtubuni. Babebera china pile. Unaona deja paka Pale pale. kali hapo pende. Ndio kuna njia mbaya kwa kuendelea au kushinda kuendelea kwa sauti ya Mungu. Kualila mtego cha kualeza. Ni mpaka pale pamoja Sasa tu. kapa hapa kubala papa ndendekele. Kutubu. Ukula pila. Kutubu Ukula pila. kuzinika ndani Usa kama yako. na mkachikoro. Na ndani yako useme ya kusema mimi viacha. Afileka. Mimi naanza kunwa. Mimi nakatana sasa kuacha tena. Shakapinwa hivi. Sasa leo Lombale tuko na bantu bako na kuna bantu kwa wabaesa mkubatisha. uko na madawa yako. Ulinembi chiyobe. Uko na mafloshi. Ulina mabuanga Uko na vitu fulani fulani. Uko na madawa mashine. Uko na mashuma nani mama Kristo ni pakalaka. Uko na masakoni pakalaka. Unakwenda batiziwa. Unapeleka tu mumai. Unaingia mumai. Unatoka mpaka pale. Wafu mapopene. Unaanza kutembea. Waambo kulaenda. Mimi nitakubilia. Ndio vitu vya kutulili. Usome kwa mbele mwa tetezini. Mbele ngeko matendo. Bale walitubu mzuri na matukio yalionekana. Nepi chitu agale bodeka. Acte 19. Matendo ya Mitume 19. Twende mtiziki. Plusieurs de ceux qui avaient cru Bamingi wale wenyewe waliamini. venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Walianza kuwa na kukiri na kusema vile walikuwa walifanya. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques Na wale wamoja wale walianza kutumikisha ile mabuloji ya Mamashenge. ayant apporté leurs livres, walianza kuleta mavitabu yao les brûlèrent devant tout le monde. na walianza kuichoma mbele ya watu. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ile Ile bei ya vile mavitabu vyao vilikuwa vitabu vya bei sana. Tumeanza kuleta fedha. Sasa leo no mbale no hawa wote wanabatizwa kwa mgole kwa leo. ababonza Hapo wote kwa bakwendo Sasa kwa hapo kwa mabwanga tujulize tuipushie leo hii tunatoa mzuri ya kusema watu wao wanalima mashamba yao. lelo kuno twashiwa kuno kwacha abantu bali Kuko wengine abalina vile abalime vile. kuli bambya baleri mefi shilingi lyokulimwa Mama unalima na bona manguvu yako wengine. neno la bana baleri bana bana kuchitikelo kwa bumbi Haleluya. Ababilete vile baendelea cheo. watu walilila shani Na watapata Roho na Mtakatifu. kusana kwa chomsho shani. Haleluya. Leo hii Lelo luno wewe mdada, wenkashi wewe ndugu, welupwa uko na manzani umeshakosha namna ya kutengeneza. misango ya kulungika Wewe utengeneza mnamo ya sauti ya Mungu. cheo cha kwanza tile Utaendelea cheo. watu walilila shani Ule mtu wa zamani kwa mtu wa eko paka vile. alivyo fine Haleluya. Ushindane kusema kusema ile pati tuba kuweka mumai bakuse muine mumenshi ushakuokolewa. na ulubu Uko natushindikiza. letu lisindikisha Hii mwendo tu kwa ulwendo tulimo ni mwendo ya Mwendo kutoka. wa kukuma. Haina mwendo ya kuama. wendo wakuku Kama naama, kama na bisa nyingi kutoka, unaenda kuingisha mnyumba hii. Umeumusha tunatoka, ni kutokelelea. Wacha vile vya zamani. Kwanza maisha ya sasa. Haina kuama. kukuka
Kama wewe unakuwa unapanda msalaba zamani utoke. Sauti ya Mungu inasema kutoka. Kutoka ni kuacha misalaba yako yote. Haleluya. Na kama waliama utakuwa mshahara mpaka. Unakuwa tu fulani wa mtabela. Unakuwa dada wa mtabela. Tuliama. Haleluya. Tunakuya hapa. Ni ule mtu wa zamani. Ajauke. Haleluya. Wakati mtu anatubu. Kasho mtu anapita. Mtu anatubu. Mungu anapasha kukugeuza. Ni Mungu. Ndani ya roho yako. Unapasha kupita kile kitu ambacho unafanyishia. Sasa tuulize wale wanabatizwa kwa watishiwa. Ndani ya maana unafanyishia nini? Haleluya. Kweli chini unafika kwa msalaba. Watika utapinda. Msalaba yule. Chapinda beti. Msalaba. Apita pinda. Huku ni kudunia. Huku ni kuisoni. Ndio unatokea. Eko wakumi. Huko ni kuunja sasa ya mtakatifu. Tu hapa Mungu kwa msalaba na kuhesabia haki. Hapa anasema msalaba dhambi yako yote. Anakurumia. Sasa je, unakuwa kufika tena huko? Unaweza kufika huko mrefu. Umechapona. Wewe baada bakutuma sasa. Wewe ukanitumia kwenye matembele. Unaanza kuja kwenye matembele. Mwana mwaminifu wako kuiva. Huko ndio kwa mwisho. Sasa huko tena unakuwa kwa mwisho je. Huyu mwisho anafunga huko je. Hapo kwa msalaba. Na hapo ndipo unasimamia vyote. Huyu mtu huyu anakuja huko je. Asante washani huko. Tunapaswa kutuliza. Tutwai kusha. Wewe unatoka huko je huko. Wewe wakungu shani huko. Tunataka mpende. Huko ili msalaba. Huku tuone. Mungu dunia huku ndio dunia. Tunajikuta je sasa sana na shani huko dunia. Mungu isoni. Yesu ametuita huko. Alitutosha huko. Tunafika hapa. Wafika hapa. Tunalia. Twalida. Tunalomba huruma. Walomba mwelelo. Tunamkimbia shetani na mkuza pila. Umulia huku tunatoka huko. Tunaona tulikuwa mpesa. Sasa kwa nini unafuka huko? Mama huwa hapa Mungu anakuhesabia haki. Unajikuta kutena nje. Waisa sana na shani. Kashi. Bakutume. Mtu akuye. Hata ni mfagano. Dada. Kashiandi. Unaweza kunitumia yako kunisaburia. Tumalabo. Wampangira kumalabo. Unaenda kumalabo. Wamukusabirana. Ule wa malabo. Yo wakusabira. Unamtumia katereva. Wamusabira katereva. Wana baba kofani. Wa muimbira vibe. Sasa. Huu mwishi kwa huko. Naomba Mungu. Unaomba kuje. Waisa shani huko. Unaweza kujiuliza. Ndio inafanya mtu wa zamani kusema asiakufa. Bacho mtu wakaletana wa. Bana kuita frere. Akukuta. Ndio kanipolea kwa makala. Ndio kanga kule kwa mapi. Mimi ndio na kazi. Na jina milimo. Unanapola tumavensengi tukadre. Wa kula tumazenzi. Naona inapo kamoya. Inapo kamoya. Wakubika kwa. Hii wa Mkristo. Mungu kuishu. Unafunga kuje. Waisa shani huko. Haleluya. Amen. Tutuulize huyu mtu mkunjoni mtu kaza kwa msalaba. Kama lichapinda. Yote tunapasha kufa. Sasa tilingiro kufa. Vile Kristo alikufa. Na sisi tunakufa naye. Na tunafufuka naye. Sasa wewe ufufuka je? Na huyu mtu tena mwanzo alishuka. Tunapasha kutuuliza. Tunapasha kuangalia. Unasema kuje. Au ndio mpaka huku ulikilikuwepo huku. Haleluya. Amen. Unasema kuje. Tuifashi. Watu nje ndio hapa ni mpaka ya mzani. Nishipa kupira kapuja walobeni. Amen. Ndio msalaba ndio shaka pinda msalaba chini. Ni hapa manzambi yetu mshesu. Sasa ukasho wali mshariki mtende ule. Bakona tena kesho. Bako kubamba wewe paka leo hii. Mahubiri bali tuletea tusikue tayari. Ipe kanye. Tukuye hivi. Tuleleti. Kesho wote kwa mambo yako shule. Mailo mkashiba kuika to. Uko tayari maji. Uwa ipe kanye. Unajikuta kuje. Waisana na shani huko. Au uliama au kuliama. Au na walitoka. Atema walikuka na leo walikuma. Haleluya. Amen. Mungu mshie mzuri. Amen.
kubatishiwa. Tusome kombele. Mbele ndiko ngale. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Roho Mtakatifu alipewa namna gani? Alibachana ndio mtepe. Bongo yako. Ufi bobe. Paragraphe. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné à Moses? Roho Mtakatifu alipewa juu ya nini? Paragraphe 61. Deuxième partie. Il prêchait. Alianza kuhubiri. Et il sauvait des gens. Alianza kukola watu. Ils avaient une grande joie. Alikuwa na furaha Mungu. Hapa bantu unasema hapa profeti ni Priscille na bwana yake. Et ils sauvaient, ils avaient une grande joie. Se réjouissaient simplement et criaient. Alianza kufurahi na kulalamika. Quand ils se réunissaient. Wakati alianza kukusanya. Acte 18. Aquila et Priscille. Nous en avons parlé hier soir. Eh bien, un érudit de la parole. Et ils allaient le voir. Ils savaient qu'il était un homme de bien. Un érudit de la parole. Il prouvait par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu. Huyu Akila alikuya ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa na bibi yake. Ubatizo ya Jean-Baptiste. Ndio mwana anaanza kufundisha. Kama ubatizo ya Jean-Baptiste. Sasa wakati Paulo anakuja, anamuuliza, mulibatizo kumbe ni ubatizo wabatishiwa na msango shani. Ameshika kwa mambo ya Roho Mtakatifu. Kama mfuapo atimpashwa mshua. Sasa shaka shika kwa Roho Mtakatifu. Atalatu mfuapo pia mpashwa. Sasa ndio Paulo anaanza kufasiri sasa ni sasa nabii anaanza kudevelope juu ya ile ubatizo yao na ubatizo ile ya sasa. Na wengi kuna dada yangu unapotea hapo haleluya. Il prouvait par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu. Huyu Priscille Akila alianza kuhakikisha kupitia Biblia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mais il ne connaissait pas le baptême il ne connaissait que le baptême de Jean. Lakini alijuaka paka ubatizo wa Yohana. Yeye ndio ubatizo wa Yohana. Il ne connaissait pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ashikujua tena sema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Akila et Priscille se marient et sa femme petit fabricant de tentes. Na Akila na Priscille bwana na bibi balikuwa wanaanza kushuka mahema. Paul lui aussi était un fabricant de tentes. Paulo na yeye alikuwa ni mtengenezaji wa mahema. Avait reçu le Saint-Esprit pendant l'enseignement de Priscille. Akila avait reçu le Saint-Esprit pendant l'enseignement de Paul. Huyu Akila alipata Roho Mtakatifu wakati ya mafundisho la Paulo. Haleluya. Amen. Il dit, kasema, nous avons un jeune frère qui vient ici. Tuko na kijana mwenye anakuja hapa. Laissons-le nous parler un moment à ce sujet. Na acha tumwambie kwa wakati kidogo pa hii tungo. Asemezee yeko pa hii tungo. Paul vint. Na Paulo akakuja. Elle entendait prêcher. Na akamshikia akahubiri. Il dit que c'était un homme de bien. Na akaona kwamba alikuwa mtu mzuri. Un érudit. Mtu wa kufundi. Il est dit. Akamwambia. Ni Paul anaanza kuuliza sasa. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nishapokea Roho Mtakatifu tangu mliamini. Iko sana anaweza kuuliza mangapi? Mshapokea Roho Mtakatifu tangu mshakuamini. Hapo mwanzo mimi na il dit nous ne savions pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Atujua kwamba sema na Roho Mtakatifu anakaa kako. Paul dit, na Paulo akasema, de quel baptême? Baptizo gani? Ou le vrai mot grec ici, comment avez-vous été baptisé? Na hapa msemo wa Kigiriki ya kwamba mlibatiziwa namna gani? Il répondit, akajibu, nous avons déjà été baptisés du baptême de Jean. Naisha batiziwa zamani na ubatizo wa Yohana. Sasa Branham mswasandia ubatizo ya Yohana kwa nini na kwa kile tuko na Yesu Kristo Yesu Kristo chindu. 60.
Remarquez ce que Paul a dit. Angalieni kile Paulo alisema. Paul leur dit, Na Paulo akamwambia, Jean baptisé pour la repentance, Yohane alibatiza kwa kutubu. non pas pour la rémission des péchés. Anajua ondolezo la dhambi. Paulo Ole anabonesha abeba Yohane Jean alibatiza juu ya kutubu. wakula pila. Bo banaanza tu kutubu. Bena balela pila pie. Aina tu ya kontumia kwa chilo manzambi yabo. Ndo kwa time bushabo shifume. Haleluya. Ndio kile Yohane anaanza Hicho kubatiza. Jean alibatiza. Sasa ubatizo wa Yesu Kristo, Kubatizwa kwa Yesu Kristo. profeta anasema hapa Na ni pia sasa penzi. mais pour la, non pas pour la rémission des péchés, Anajua ondoleo la dhambi. mais pour la repentance. Lakini njoo kutubu. C'est ce que vous croyez quand vous reconnaissez Ndio kile mnaamini kama le mnatambua Christ comme votre sauveur personnel. Kristo kama vile mwokozi wenu wa pekee. Unaona achanisha pale Mambo profeta yanapeleka anasema na hivi. kusema sasa asosefu. Mbatizo ya Yohane Ulibatishwa kwa Jean. ilikuwa tu ni kutubu. Yali kula pila. Moyo wako Mtima unashikitika, wewe wasa kama unahuzunika, wasa kama na. lakini hautapata Roho Kubatishwa Mtakatifu. sana na mpashi wa mshiro. Sasa mbatizo hii ya ndani ya Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo. tuko na chiliomo manzambi, Imemshirelelwa. manyoyo yetu inageuka, Ipashi Yesu yapili buka. mioyo yetu inageuka, Ipashi Yesu yapili. inakuya converti, Inageuka. tunageuka. Wapili buka. Mungu alitumia manzambi yetu na alitupatia Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio kwa maana shii Echo ifu. hatuna badala mnasema. Lakini mwina kilongano hiyo. Baba tena msema Bena bena kilongano ba. mutuna ya baba Wale mwana. baba tisha mwishi na kwa tata mwana mpashi wa mshiro. Mule hamuna maondoleo ya Hata dhambi. mwa ba kufundishwa kwa Mungu. Kutubu kwa kawaida hakuna hapo. Kila kuino kuinene tamwa. Mungu anaingia mumai, Kuingia kumeshi. anatoka mpaka kile. Afu mapeke vyaba. Hakuna kugeuka. Kulipo kupilibuka. Sasa shii tunakuya Baba hapa. ikwetu aisa pale. Ni juu ya wokovu ya kweli. Kuka kwa ati nyomuka. Un salut complet. Okovu ya kamilifu ya Inye kuendeana. ya kumaini. Ndugu, Lukwa. dada, Kashi. kama utabaki Mfu kashiala. ukashinda kwenye Kasiro milio, kumilishiwa. ni kosa lako. Chiriwo Haina kosa ya Mungu. Chiriwo cha kwaleza. Mungu yuko anashuka kila siku. Kila chila kushiku. Ni juu ya kukuokoa wewe Kulula iwe. na kukuonesha mapenzi yake. Sasa kama Mungu anakuonesha mapenzi yake, Mungu anakatalia nini? Kufuata manjia ya Mungu. Cha kwanza, ulie mwako. Matendo ya mitume. Acte Matendo ya mitume chapitre 37. 37. Après avoir entendu ce discours, Kishakushikia hii misemo mahubiri misemo. ils eurent le cœur vivement touché. Bakagusiwa na roho. Kukusiwa kwa mamioyo Ukukumishiwa kubipa kumutima. haina mpaka ile siku ulibatizwa kwa maisha. Wewe wewe mwenye wabashisho kuchapwa hiyo. Mungu mtenda dhambi wakati na kisha sana. Mkristo kisha yeye kwa Mungu. Wakati unaamini mzuri, una respecte condition yote. Mtu ya kwanza wanasema roho yako inakushwa. Kile kilikusukuma kwa nini? Abana kwa nini ya juu? Tukongo aliamini. Na nini na kuingia mule? Kula kwa family bien. O mimi naaminia mule. Mungu kwa mwanamke mmoja hivi. Nitamuoa. Na mimi nibatize. Kwa mimi baba kwa bien. Mimi naenda kwa mimi mule. Mungu anaomba kwa mule. Kwa nini mzuri? Decision yako kwa mbaya. Kwa nini? Roho yako ikuse. Utangalie mzuri kwa damu. Tukisha kama wewe roho inakushwa. Unatubu. Mungu atakupatia mbele fulani ya sasa. Na roho yako itageuka. Nani utakuwa converti, utageuka. Na kama unageuka, utachukia dhambi.
Kisha tu kutoka kukula kutoka tu kumai. Sasa unaweza kuchukia. Sasa leo biko je. Mtu ataka kumai. Usikuta ndio kwa baba. Msauti ya Mungu. Kama ulikuwa na baba ni mdunia. Ndumba wa mulakake ule kabalila yake sefini. Shetani Satana abamwebebe yake kintu kyake abamufitire kintu chakwe. Haleluya. Kama utafuta kwenda kwa Mungu kwa kulile beba bintu vya shetani umwachie ndio ubakie sasa tuwekilie wewe mwenyewe. Kama unakiunenda na kitu cha shetani hautatembea na shetani hatakuachaka. Ndio kwa maana bantu wa mingi leo tunaanza kuona mudunia usonde frere alikuwa na nini kwa ai mambo kashumo ana nini asumina anakuwa na wajinga tena au pepe bila fashika je ya kitika shani sasa yeye ujumbe na kuongeza wajinga shei kuongea kutunga bakashi ulikuwa tuna bibi moya wala kupagano unaingia ujumbe unabatiziwa unakuwa hypocrite wababu na piki unakuwa na bibi yetu wakati wabana bila je ni roho ni unapata hii upashwasha ni unafuta shetani mafuta ya pasatana uko nayo wale kwende. Haleluya. Uko unafuta shetani Mafuta ya pasatana bila je yatampashani wewe sio kwa mwenu kwanza utembea kumkuta sana kuishi usiku kule kuendelea kubwa sijaya sana kama ufahamu sio wazi haleluya unafutana naye unafutana naye kama kwa msharati sitaona sio ni msharati ndio kukwambia mzuri ufo ile panga tutumana tu ule tukwenda pamoja kama kwa msharati umefanya tu tukuone ufo ile hapo panga vya pamoja tu kama unaanza kufichana ufo hapo kutisana au tendelee haleluya amen bakawa na mioyo imekugusa akubishiwe kumitima Petro anamwambia mtubuni yera amebatile eke chacun de vous soit baptisé kama unatubu ndio bakubatize uko anapeleka wakubatishie kama kule kuubatizo mfano kuna kubatishia unakumbuka kusali kuna vimatose vya nini kuona sabana banduku wabatiyo niko na kamini vile nitetee zinefi ndinga le tengeneze maisha Mungu mwangalie banduku dolesheni bata batembee abento baye je unasikia sauti ya Mungu yani wa mtoto cha kwa kesho toke tena tena kusema kuendelea kubira kilongano utarudia je tuwa kwenda kushana hii ndio ujumbe Mungu alituma nabii kasesema Mungu alituma nabii sasa mimi kasesema mulino ngombe hii makanisa yote vilongano vyote huyu Branham Branham ni nabii wa makanisa yote kasesema wa ni watu wanakatala kumwamini na kumsikia sasa vile wanakatala hii kundi kidogo ndio inaitikia haleluya ndio vile viko wakati wanatoa Mungu anatoa Branham na roho ya Elia ni juu ya dunia yote mzima baache vile visema wabebe vitu vya kweli nebo wanafanya nini wanakataa sasa wanakataa kundi kidogo naweza kuchukua sasa nishie tulikuya mule tunashika sauti ya Mungu tunakuya tunalia Mungu anatusaidia tunaweza kuendelea na wewe kama unalia sana na kuacha hivi vitu vya dunia Mungu atakusaidia inapasha kila mtu angalie ule mtu wa zamani mtu wa kale eko ni alipile ubatizi walibatishio mtu walila pila kulikuwa Roho Mtakatifu alishuka naomba niishi mpasho wa mshatani ikili niishi eti ni mahubiri ndio ya mzuri upate ushimashi kila asubuhi utaona sana Roho Mtakatifu alishuka hapa cha kukuonyesha ushimpasho wa mshatani kila mambo kwa kukweba kulikuwa Roho Mtakatifu alishuka ndani yako chiishi mpasho wa mshuta ukwati mfano tuko naye kwa mwanzo haleluya mfano ni mpasho tunachokubwa na kwa mwanzo
Mshikeni watu na badada yangu. Kumfanya watu wanaanza ngashani. 10:42. Huyu ni Paulo, Ni Paulo, Petero. Huyu ni Petero anasema kwa Acte 10:42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Yesu Kristo alituamuru kwenda kuhubiri kwa mataifa ili kupate Na kuhakikisha ya kwamba ni yeye yule aliwekwa kwa Mungu kuwa mwamuzi wa bazima na wabafu. Ndio vile Petero alisema. Mwangalieni mahubiri Petero. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen. Manabii bashuhudia kwamba yeyote anamwamini apokee kupitia jina yake usamehe wa madhambi yake. Kama unaamini Yesu Kristo, ni kusema madhambi yako yanakufuatilia. Ndio maana ya ile ubatizo ya Bwana jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Comme Pierre prononçait encore ces mots, wakati Petro anaanza kusema ile misemo, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui Roho Mtakatifu akashuka kwa wale wote qui écoutaient la parole. kwa wale wasikia neno. Est-ce que par contre mahubiri ya kufanya kupanga kokola hapa pati tunaweza kusema maandiko ya mingi, wako kulenga majembelo yengi kusema tu kuhusu safi huyu Yesu Kristo alituruhusu shii twende tukapeleke habari njema na kuhakikisha ya kwamba ni mjina yake Mungu anapokea usamehe wa madhambi yenu na Roho Mtakatifu. Kile kilifundisha Roho Mtakatifu shuke banduku tusome tu mshikie hapa kwa nini kubatizwa mbali hapa batishwa mmeshaba. Haleluya. Walipokea Roho Mtakatifu bila kubatizwa mbali. Batishwa mmeshi. Tushuke chini tushike. Nikitoa sabati. Comme Pierre prononçait encore ces mots, wakati Petro anaanza kusema ile mamisemo, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wale wote wanaanza kusikia neno. Tous les fidèles circoncis qui étaient wote waaminifu wa kubenye avec Pierre furent étonnés walikuwa na Petro wakashangaa de ce que les dons du Saint-Esprit étaient répandus sur les païens. Roho Mtakatifu alienda kushukia mapagano, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. wanaanza kuwashikia wasema Mungu na kutukuza Mungu. Sasa alors Pierre dit, sasa Petro akasema, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Wakatalia kuwabatiza wenyewe wanapata Roho Mtakatifu. Si wanapata Roho Mtakatifu ibadi sana kubatishiwa. Kile kilifanya wapotea bangi kwa sana wapokea mpasha ndani ya maroho yangu balikuwa tayari. Kile kilifanya shida pekea ndani yetu kuna bien. Tu mambo yote ya wokovu wacha mimi ndio sasa ndani ya roho. Mungu katika mtima. Kama ndani ya roho yako ufahamu katika mtima wako uko tayari na uipekane. Unaweza kukuja hapa unasikia habari njema na unapokea Roho Mtakatifu. Ndio naomba sasa kidole unaanza kubatisha. Sio hapa ulipokea Roho Mtakatifu. Kupashwa mshilo. Bali mbili kwa vitu bali shika kwa pinga. Ndio na dada. Yupo na kashi ile njia umo hailoleshi. Amen. Wakati haina kishtaka iliko saya ni hapa kashtani uno kila mtu afanye afanya maka mbele ya wewe kutoka Mungu akusaidie upate roho yake sana ni mpashi wako roho yake bantu mpashi wako ndio itakufanya sasa uwe mtoto wa Mungu ndio mwana wako alesa. Haleluya. Aba walipokea Roho Mtakatifu babu ni mpashi wa mshilo bila kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa kisha kubatizwa kwetu alibatishiwa pale. Kwa nini Roho Mtakatifu Yesu mpashi wa mshilo tukwatili. Kila mtu anapasha kila mtu furahi kusha. Yeye Mungu na yeye na Yesu kama yuko na shuka mfuade hiki. Ndio kuonesha wewe kutoka njia ya kweli usikapotee. Ikaluba. Haleluya. Si hapa tuiko ifwe pano tuli atubiri kusema tunashibikira mwisho ya dunia. Impera Yesu Mwisho ya dunia ndio impera Yesu ndio. Mwisho ya dunia impera Yesu ndio.
Yesu Kristo alikuwa shuti. Yesu kibirayikira Twende tunaene mawingu kamwana kwa makumbi kisha yeye kutoka kwenda na bachakuliwa wake alienda na kumbingu anashuka tena anakuwa kutuonesha tena kwa watoto wa Israeli. Kisha ile mambo inaanza kwa dunia washa kwamba pesoni teso ya nguvu inaanza. Kisha ile itakuwa ni milenium. Sasa milenium ni miaka 1000. Sasa mwisho wa dunia ni leo. Haleluya. Shie tuko na ubiri. Upate roho mtakatifu. Mjangalie neno la Mungu katika ule mtu wako wa zamani. Ashakufa. Nafwa. Alikufa hapa. Alifwa pale. Au yeye angaliki mzima. Atemo atilimu. Kama angaliki mzima. Unaweza kuongea. Mungu wangu. Ile kweli sauti yake toka. Emi. Niko kama ni mtu mmoja. Kwa shiko kubadilika. Ni nini? Na jibu. Wao ndio ndio. Wao nao ulikuwa. Ana Mungu atakujibu. Kama ubadiliki. Upata upili Mungu wewe jibu uko nayo. bila suko nao ulikuwa. Haleluya. Ana mkosa ya Mungu. Kwa sauti ya Mungu Kwa satile hawa wote bahubiri wanapita hapa madesi ile beko na kuya. Ndawa isapa no. Mungu ashakusumbulisha Sababu la japo. Mungu ashakusumbulisha. Eti ya kweli Mungu ashakusumbulisha hapo. Takula nisha. Jua nini ambacho kile kisema yako. Unapenda mpaka Mungu akakuja tu kama nguvu. Mungu ashashukata kama nguvu hapana. Alishakupatia libra arbitre kuitika au kukatala. Mtume msisome mtu mmoja. Paragraphe 6. Page 2. Et pendant environ 20 ou 30 minutes, je désire parler sur ce sujet, la vie. C'est la vie qui nous contrôle. On nous connaît par la vie que nous menons. Ile maisha huko naishi ndio ule tutakujulia huko Mkristo au mpagani. Abinombe atasema hapana mimi dada unifanya je ukashwa pitika shani paka na maisha huko naishi kakimi titile yobe. Unajua mkile Mungu alifanya mtu kama alipata shida tuwe mwangazi ndio dubuto mwangaza ya dubuto kwa mti mwangaza ya mtukula wewe ndugu wewe nkashi Mungu anakuona hapa kwa sababu hapa tu wewe sasa wewe nompa kubangazi sasa wewe kubangazia basanyikira kwa mchuza abalombake kwa ndio mteleta balombako sote. Haleluya. Sasa unaona bangazia bali Mungu ni basanyikira kulifinisha na baba tamini abena bakasomena shini wewe iwe ndio onekana nabo wewe hapa mwana bena mtu wa kiburi sana mtu wetu tumukweli nene kubantu bote na watu wanakujua sana abantu bali kuishi bacha unakasha hata bwana hapo shule na na Facebook yako wipi shule nita basha kukujua bali kuishi bamuli sasa wewe mwangaza wewe ni mto ule wanaweka kwa mlima ule wao bali kabasema mlima ni au nini wewe wanakuweka hapa kuangazia wako msanii. Sasa wewe uko hapa nyumba hapa kwa mlima. Angalia maisha wengine uko nayo. Utaangazia watu tu. Kila shaka ya watu. Hatuko kufanya hapa kikunduko hapa kisha kupanga mtu hapa. Hatuko kufanya kikonfreri. Programa nasema tunakuya hapa. Kila mtu peke yake. Ushangalie bwana yako, ushangalie bibi yako, ushangalie peke yako wewe. Kama bibi analenga mwache. Haleluya. Hatuko kufanya kinduko hapa. Oh, tu banduku tu. Ukitenda nzambi, uli mwaminifu Wale mbuyu wasubina yote. Hapana. Jua nini maisha yako kwa mbaya. Wewe mwangaza.
Mungu anasema ile sasa za uko chumvi. ulimchele. Chumvi Mchele inaletaka onjo kama kanataka vyakula hata vya mayai. unaleta huyo. Mateke mwa chumvi. Mfawalika mchele. Unasikia kukutana. Sasa mfwa ndefu pia wa. Sasa wewe Nomba hiyo. hauna hata kutangu kwa Kama watu. huwa unaweza kubadili. Usampoteshana na kutangu kwa chumvi. Walirufiana mchele. Juu ya maisha Yani yako. wapi titua vyove. Sasa utakujuia tutakuita je. Watu wanakuta chani. Mtume wewe mshukuru kidogo. Mpaka pa hii fuasha. Peka pale nje ndio. Bwana anasema hapo siku utakufa ukafua. frere atobiliaka. Luko akashimiki. Au frere pengi. Atema luko pengi. Hata bilia. Akashimiki. Mtekeme frere wewe unasema. Leo kwa wakati sisi manezo sana. On ne connaît pas la vie que nous menons. Naona tujua kupitia maisha yetu tunatenda. Et il est dit que votre vie parle si fort que l'on ne peut pas entendre votre témoignage. Sasa maisha yenu kunasema sana kushinjia na vile mnaweza kusema. Ushinja maushuhuda. Na ushuhuda yenu. Ainsi donc, vivre un sermon Na hivi kuishi tu mahubiri moja vaut beaucoup mieux qu'en prêcher un. iko ya mzuri zaidi kuliko kuhubiri. Kuhubiri hata moya. Kuishi tu. Kukuombela. Hii kuishi tu hii. Kukuombela pia. Hii sauti ya Mungu tu. Chabo cha kualesa pia. Moya. Timofie. Inapita taa. Katika ndio. Kuhubiri ni. Kushindana mashindano wa yeye. Unaona bali. Mwana balikuwa. Maisha yetu. Ubumi Ndio bwezo. kuonyesha kitu. Hebu nenda ngecho tu. Twende frère. La vie que vous menez révèle votre personnalité. Na ile maisha hii Mungu natenda, ndio hii unaona hii unafunua kwa mtu wenu. Votre vie bâtit toujours votre personnalité. Votre vie bâtit toujours votre personnalité. Maisha yenu kunajenga kwa mtu wenu. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. cha matunda yao ndio yenyewe Ainsi, peu importe ce que nous déclarons, hata vile vitu tunaweza kusema ou combien nous témoignons, wala tushuhudie. si notre vie ne concorde pas avec Maisha ce yetu témoignage, haina kuambatana na ile tulileta ushuhuda. nous discréditons le royaume de Dieu en donnant ce témoignage. Pale tu tunaenda kudharau tu nani ushuhuda ya Mungu jua kuleta ile maushuhuda ya vile. En effet, les gens savent que ce que nous sommes. Japo watu wamesha kujua kile tu. Musette sasa. Tunaomba. Et cela m'a toujours fait réfléchir d'entendre lors d'un service funèbre. Et cela m'a toujours fait réfléchir Na vile vile kunalifanya waze lors d'un service funèbre. wakati tuko na makazi ya kilio. Un homme prêchait les funérailles de quelqu'un qui avait mené une vie impie. mtu mwenyewe alianza kuhubiri pakilio cha mtu alikuwa na maisha ya mbaya. Mtu eko na ubiri pakilio, ule mtu anaanza kuhubiria alikuwa na maisha ya mbaya, alikuwa ni Mkristo, ni wa maisha ya mbaya. Wabu bi. Sasa shikaje profeti kwa nasi. Nipeleka sisi ni kale sasa. Et qui n'avait jamais rien fait de bien. Na ashikufanya kitu kizuri. Et l'homme prêche pourtant comme si le défunt était une merveilleuse personne qui est allée tout droit au ciel. Na yule anaanza kuhubiri sana alikuwa mtu mzuri sana ule mwenyewe anaenda. Unaanza kuhubiri kuna leo natapa ule shakufwa. Sasa vile kwa mtu mzuri na anaenda kuhubiri. Et l'homme prêche pourtant comme si le défunt était une merveilleuse personne qui est allée tout droit au ciel. Huyu mhubiri anaanza kutaka wale mtu mwenye kufa ya kusema huyu mtu alikuwa mtu mzuri, hapo tunaomba, hapo tunasema, hapo tunatumikia Mungu, alikumulu. Sasa ba voisin wewe bema kanjuni wewe mwenye Mkristo ukienda kubeba kintu kama ni insani ya voisin wako unaenda kuyasha kwa wewe wewe uonake mpawa mpawa ni wewe yasha kwa Mungu wewe uko na maisha kanuni wale utasema kuna Mungu mwangaza tunataka kurudia kwa Kongo wewe hivi binti ndio huko ingao bila tena kuche unaenda na kuche au kubatizwa kama kubatizwa azulu takuruna. Haleluya. Tuko maisha yaendelee. Watu munaona kama wewe unatia ushasubira kwa Mungu. Takuruna. Sasa Mungu anasema cha kwanza cha sasa.
Kisha msikia sauti ya kuisha kuvuta cha kwanza. tubu. La pili. Na kutubu kwa La ukweli. pili kuinenene. Ni kule sauti ya Mungu kuna kusukuma. Roho yako na kusimika. Ndio kile kitakufikisha. Maisha yako igeuke na ungojee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema Watakaka kesho wasema tutapokea Roho Mtakatifu je? Kwanza kwambia sasa mtu analeta mahubiri kupokea Roho Mtakatifu. Ukifanya hivi haina yako. Sauti ya Mungu inasema hakuna pili. Ubatizo ndani ya jina la Yesu Kristo. Mbele ya wewe kubatizwa ni ndani yako nje. Ndio unapaswa kufanyika mambo ya wokovu. Wanaweza kama ndani yako hata kutubu pia. Kwa mkachikomela mtawatisha. Wokovu inamo. Bali kubatiza na mambo ni kumwanzo kule. Milandi ni mkuli Baba benaba kumwanzo kisha mambo bado kukuisha beno bana kuhubiri msalaba. shirikile cha kwenda. Wanaona Yesu Kristo. Wanaona mateso yake. Wanahuzunika. Wanalia. Wanaenda Waja baba bala. kisha kukumbusha Beno kula kila. kubatiza. Na kisha kubatiza. Kubatisha wako kelele mbashi wa kushilo. Sasa sio wewe ndugu, wewe dada, kile kinafundisha panga Roho Mtakatifu ndio baba mbashi wa kushilo ya kutalije. Haleluya. Amen. Kila mtu Kila mmoja ayubi. Mungu mbariki. Nisampale kesho.